wapi? Nilioa Taita lakini ninakaa Mombasa. Wewe ndio uliniambia wakati baba alifariki? Baba alifariki mwaka jana. Baba mkwe. Then ikaanza yeye. Baada ya kwanza, wakati kabla baba hajakufa aliniita. Akaniambia nitunzie msichana wangu. Mtunzie? Na utafute kijana wangu kwa sababu this is the only boy out of 6 children. This is the only boy. Sema mimi nakufa lakini utafute huyu kijana arudi nyumbani. So nikafanya bidii, tukampigia simu akakuja. Kabla baba akufa nikamwambia omba msamaha. Baba akaenda salama lakini tulichelewa kuokoa. Mlichelewa kuongea na baba? Baada kama miezi 8 hivi hiyo shida ilimuua baba. Imemrudia huyu. Shida gani? Sasa huyu alikuwa kwa vizuri baada ya kuja nyumbani. Sasa akawa akili inabadilika polepole. Alafu karibuni baada ya wiki 2 zilizopita kawa sasa amezidiwa. Sasa tukawaambia mama mkwe na yeye kwa sababu vitu nyumbani alichoma kila kitu. Alichoma vitu vyote? Sasa tukaambia mama mkwe sisi tunategemea Mungu na tuko na madhabahu yetu. Na uzuri wa mama mkwe najua anasikiliza. Ako kwangu. Akasema mimi sina shida. Bora mtoto wangu akombolewe. Kwa hivyo alikuja kwangu, alikuja juzi. Mimi nikamwambia mama, hali yetu tatulia nyumbani kwanza. Nipe huyu niende naye peke yake. Juzi jana tulikuwa pale lakini alikuwa na ukali kidogo, hata alikuwa amefungwa. Sasa baada ya kuombewa jana tulirudi nyumbani na kaa Bamburi na hawajarudi Taita. Usiku alilala vizuri na tukawa tunaongea vizuri. Sijaona mtu akiniamsha usiku niwe mwekee ulinzi wala nini. Nashukuru Mungu.